na kwa utafiti mdogo, siwezi kusema ni mkubwa. Ukifanya utafiti japokuwa kwa uchache tu, ukiitazama hii jamii yetu, hasa katika hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utaona mahitajio ya da'wa salafia ni makubwa kuliko watu wanavyofikiri. Bali hivyo hivyo kwa Jamhuri ya Kenya, hivyo hivyo kwa Uganda na nchi nyinginezo zilizotuzunguka, bali kwa ulimwengu kwa ujumla. Hitajio la jamii zote hizi la kuwatoa katika mkwamo ni da'wa salafia. Da'wa salafia hii da'wa tunayoilingania na sisi tukao tumeikubali, ndio kimbilio la watu wote, wanaotaka na wasiotaka, wanaoipenda na wasioipenda. Ufumbuzi juu ya mambo yao na salama katika dini yao na dunia yao yuko katika kushikamana na da'wa hii. Lakini wakati mwingine mtu anaweza kukipiga vita kitu chenye kumnufaisha yeye, ima kwa sababu ya ujinga, hajui namna gani kitu hiki kilichokuwa na manufaa na yeye na namna gani ya kukipata, au kwa sababu ya matamanio yake ya nafsi. Kitu hiki hakiendani na matamanio yake. Ujinga na kushindwa kukitumia kitu ambacho kina manufaa kwako hupigwa mfano kama mfano wa ngamia aliyebeba maji juu ya mgongo wake. min alajaibi walajaibu jamma qurbu alhabibi wama ilayhi usulu kal'isi fil baydai yaqtuluhu adh-dhama walma'u fawqa dhuhuriha mahmulu. Kuna maajabu, na maajabu ni mengi mno. Mtu kuwa karibu na kipenzi chake alafu hawezi kumfikia, ampendaye yuko karibu na yeye lakini hawezi kumfikia. Mfano wake ni kama mfano wa ngamia aliyeko jangwani, kal'isi fil bayda yaqtuluhu adh-dhama, kiu kinamuua. Walma'u fawqa dhuhuriha mahmulu, maji yamebebwa juu ya mgongo wake, kabeba malita ya maji na madungu ya maji hapa juu ya mgongo, lakini yeye yafa kwa kiu. Inawezekana nini? Kwa sababu hawezi kuyapata yeye, hana elimu ya kuyafikia hayo. Sasa inawezekana mtu ikawa hana elimu na ufahamu wa kuijua da'wa salafia, kwamba hii da'wa ni rahma kwake na ina maslahi na yeye hajui hilo. Na siku zote wenyewe wanasema annasu a'da'u bima jahilu, siku zote watu wanakuwa ni maadui wa kile wasichokijua. Kama kitu mtu hakijui anaweza kukipiga vita. Kuna mfano wa watu wengi miongoni mwenu, pengine kabla ya kuifuatilia na kuijua da'wa salafia mlikuwa ni maadui, mwipiga vita da'wa hii, mwachukia wazungumzaji wake na wasemaji wake. Ukilizwa basi tu, lakini huna hoja ya msingi, pengine ukatukana, pengine ukakashifu, hilo lipo. Lakini baada ya kukaa kitako, ukatafakari, ukafikiria, ukasikiliza, ukafuatilia, ukaona mbona napingana na kitu chenye maslaha na manufaa na mimi katika dini yangu na dunia yangu? Mbona hayo yanayozungumzwa ni ukweli? Ukajikuta warudi nyuma, warudi mwisho, ukayaacha yale ulionayo, ukaamua kushika na kuandama njia ya sawa. Na hivi ndio sawa. Kwa hiyo da'wa hii, laiti watu wangelijua nafasi yake katika huu ulimwengu na namna kilivyokuwa ni chombo cha salama
katika kuwavusha kwenye maisha yao ya dunia mpaka kuwafikisha kwenye akhira yao, basi da'wa hii ingekumbatiwa na walimwengu wote. Lakini sunnatullahi al-kauniyya iko kinyume na hivyo. Haiwezekani wakaamini wote, hata atokee mtu bingwa kiasi gani, bingwa kwa elimu, bingwa kwa ufasaha, bingwa kwa akhlaqi, bingwa kwa ushawishi, bingwa kwa pesa, bingwa kwa kadha, hana uwezo wa kuwashawishi watu wote wakubali haki. Na kama angelikuwepo, basi angelikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia na yeye alipata upinzani mkubwa tu ambao tunausoma leo, ima kwenye Qur'ani au kupitia sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa matukio ya sira na tarikhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote yamo, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, mpaka mwisho tutasoma habari kuhusu hila na njama alizofanyiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nini? Kwa sababu wale waliofikishiwa hawakujua thamani ya kile kilichofikishwa kwao, wakakipiga vita. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tufahamu kwamba da'wa tuliyokamatana nayo ni da'wa kubwa na ndio hitajio la watu, ndio hitajio la Waislamu. Kwa hiyo lazima tuwe na mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba da'wa hii inafika ipasavyo. Tusiwe sisi tuliolijua jambo hili ndio wenye kuharibu katika kufikisha jambo, tukawafanya watu waikatae dini na wakatae da'wa hii kwa sababu ya sisi. Tusifikie huko, iwe watu wanakataa wao wenyewe kwa sababu yao wao wenyewe, si kwa sababu yetu sisi.